fikiria kusema, lakini pia walonikaribisha na namba nimpe lawama kwa siku ya leo, kwa sababu mimi usomaji wangu ni wa kusikiliza. Kama usomaji wangu wa kusikiliza leo nimeshasoma hapa na nimehifadhi kwa kiasi ambacho nimeweza. Sasa wakati naendelea kuyaweka sawa kichwani, natakiwa sasa mimi ndio niseme tena jambo ambalo linaweza likaniathiri kile ambacho tayari nimeshakipata, lakini Allah ndio mjuzi. Kwa ufupi wa mambo iko hivi, sisi hasa nataka nigusie mahali ambapo amezungumza shekhe wangu wa mwanzo pale aliposema kwamba matatizo yanapotupata, wakati mwingine tunafanya maandamano kwa ajili ya kuwashindikiza viongozi kufanya yale pengine tunayoyataka, tukidhania ndio njia ya kutatua tatizo. Lakini kama alivyogusia, siku zote moto umeshawaka tayari, hauzimwi kwa petroli bali kutafutwa maji. Hivyo basi ni vizuri kurudi kama alivyozungumza mwalimu wangu hapa, tutazame, au wewe mwenyewe binafsi wakati hayo yanayokupitia, tazama ni nini ambacho ni sababu kilichopelekea hata ukafikwa na hayo yanayokufika, au yale yanayotarajia kutokea ambayo unadhania kabisa atakuwa mabaya kwako, msingi wake ni nini? Ametupa suruhu hapa, ametuambia hivi kwamba unapokaa kinyume na Qur'ani, unapopingana na Qur'ani, usipofuata maelekezo ya Qur'ani, inna lahu ma'ishatan dhanka, maisha ya dhiki ndio yatakikuwa sehemu ya maisha yako. Haya kwa ufupi kabisa yalitokea wakati wa Nabii Nuhu alayhi salatu wassalam. Ilipita miaka 40, hakuna mwanamke aliyebeba mimba katika wakati huo, wala hakuna mvua iliyonyesha, na waliokuwa wakifanya biashara hazikuwa zinafanya vizuri, vilimo kadhalika havikutoa mazao yanayotakikana. Walipomfuata Nabii Nuhu aliwaambia nini? Aliwaeleza msingi wa hayo yote ni kurudi kwa Mola wenu, mumtake msamaha, mumuombe radhi, mumlilie kwamba mmekosea. Hiyo itakuwa njia nzuri na sababu ya Mwenyezi Mungu kukutatulieni changamoto zote hizi mnazoziona. Tazama katika Qur'ani, katika surati Nuhu, sura 71 aya ya 10 na kuendelea, Allah anasema faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa ya'lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, kwamba mtakeni msamaha Mwenyezi Mungu atakusameheni. Kutokana na huo msamaha basi yeye atakuteremsheni mvua nzuri, sio mvua zile za kuvunja madaraja na kusambaratisha miji, lakini pia atakuongezeeni katika mali zenu, mtakuwa na mali nyingi za kutosha. Si hivyo, Allah atakufungulieni watoto wema. Mbali na hayo, mashamba yenu yatazaa vizuri na mito yenu itatoa kitoweo kinachotakikana. Kwa hiyo haya yote yanayotupitia na balaa nyingine kadha wa kadha za mtu mmoja mmoja na familia yake ndani ya majumba, hakuna kizazi, riziki imekuwa ngumu na mambo mengine kadhaa magumu, basi ni vyema kufanya istighfar. Turudi kufanya istighfar, tukadhane katika istighfar. Allah ameahidi kutoa zawadi nzuri sana kwa atakayekithirisha kufanya istighfar, kwa sababu wingi wa madhambi wakati mwingine ni sababu ya kukutwa na matatizo na mabalaa. Sayyidina Ali karamallahu wajha anasema katika dua, Allahumma ghufir ya dhunuba allati tunzi albala, ewe Mola wangu naomba unisamehe madhambi yenye kupolomosha mabalaa. Allahumma ghufir ya dhunuba allati tahbisu dua, lakini kadhalika vile vile unisamehe madhambi ambayo yanafanya kuzuia dua. Hivyo basi ni vizuri kukesha, kushinda, kukithirisha, kuziimba istighfar. Tuachane na kuimba watu, tuachane na kuimba timu zetu, tuachane na kuimba wasanii, bali tumtaje Allah kwa kumlilia. Tumsihi Mola wetu, atatusamehe na atatutatulia changamoto zetu, ataziondoa changamoto zetu. Si lazima mpaka tukusanyike pamoja. Wewe peke yako hapo ulipo, tazama matatizo yako, tazama shida zako, tazama mkwamo wako, kisha rudi
lia na Allah kwa kupitia istighfar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.